Rudi kijijini. Nenda kawaambie mwana kijiji yoyote atakayesubutu kuingia ndani ya msitu hatatoka salama. Waliwakatili wazazi wangu, waliwafukuza kijijini kana kwamba wao si binadamu. Kama matendo yao yalifanya kazi kipindi kile, basi majibu yao yatafanya kazi sasa. Ni heri nife nikiwa napigania haki ya wazazi wangu kuliko nife kifo cha aibu. Oro tukwanda wakamarekera hapa. Yesu mwanadamu wa kawaida, ana damu ya miti, ana pumzi ya mvua. Walizani mnyonge, hawajui ni nuru. Hapana, nilikuwa nawaza. Ulikuwa unawaza? Ndiyo. Lavelago. Magam. Mbona unaonekana umechanganyikiwa hivyo? Afu unaonekana una hofu. Una shida gani? Malkia, nimefaulu kufika kwenye ule msitu. Lakini ule msitu nimeukuta uko tofauti sana na jinsi ninavyofahamu. Yaani ina maana gani? Malkia wa msitu nimemkuta na nimemuona kwa macho yangu mwenyewe. Amekwambia nini? Malkia, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Pole sana. Asante. Lakini Mketege. Na Malkia, sikuamini kwamba ungeshindwa hili jambo, kwa sababu nilijua ni jambo jepesi sana kwako. Lakini mimi nilikupa siku 3, unakumbuka? Yeah. Wewe kadai unahitaji siku 1. Malkia, naomba nikuondoe hofu. Bado nafasi ipo. Na muda bado upo mwingi. Werod! Vipi tena? Mbona umejificha hapa? Shida ni nini? Naogopa. Unaogopa nini? Wande? Amefanya nini tena? Naogopa sana. Na uwezekano wa kurudi tena. Lakini kwa sharti moja tu. Sharti gani?
ili nirudi tena kwenye msitu wa Navilago, hakikisha unanitafutia vijana wengine ambao tutaongozana kwa pamoja kwenda kumchukua Malkia wa msitu kwenye ule msitu. La sivyo, sitoweza kufanya. Utanisamehe kwa hiyo. Sawa, nimekuelewa. Nitafanya hivyo. Asante. Mketegi? Sasa kama Mketegi ameshindwa, nani analiweza hili jambo? Au ndo tayari tena? Maana kamdogo kake kale papara ni kachawi kweli. Magambo. Kamdomo kataniponza mimi jamani. We Mukikuru chako manika. Kindimu, karibu. Asante. Karibu rafiki yangu. Kaa hapa. Na leo naona una furaha. Karibu. Vipi huko utokako? Wande, nimekuja kukujulia hali. Pia nina habari njema. Habari gani hizo zinazokufanya uangaze hivyo? Tayari nimeshapata mwenza wa maisha yangu. Ameahidi kunitolea ng'ombe 30 kama mahali. Ng'ombe 30? Nani anataka kukufanya maarufu katika kijiji chetu hiki? Navilago, Magamba, kawape taarifa wana kijiji wote. taarifa gani tena? Malkia wa msitu wa Navilago amekasirika sana. Hahitaji mwanakijiji yoyote kuingia ndani ya msitu wa Navilago. Kumbe nalolisho wakujuga. Ina maana kuna Malkia mwingine anaishi huko msituni? Sasa ikitokea mwananchi yoyote akaenda kule msituni, itatokea nini? Atakufa. Anaitwa Magambo. Hongera mwenzetu kwa kupata mchumba anaenda kukuheshimisha katika hiki kijiji kizima cha Navilago. Si jambo dogo. Lakini kuwa makini. Heshima inaweza kugeuka aibu usipokuwa makini. Unamaanisha nini? Maisha sio kutolewa mahali pekee, bali angalia moyo wako pia. Basi sawa rafiki yangu. Ngoja nikuache kidogo, ngoja nifike nyumbani. Wasalimie basi. Sawa. Hai bwana.
Magambo, hizi taarifa nilizokuambia hapa kawafikishia wana kijiji. Usipowafikishia itakuwa ni hatari sana. Na walivyowabishi vile itakuwa hatari sana, watakufa wengi, lakini nitajaribu. Mambo mimi nikuache. Asante. Wewe tuingililiwe hivi, wanakijiji wataweza kweli kuvumilia kuto kuingia kwenye msitu? Itakuwa ni hatari sana, watakufa wengi sana. Mungu nisaidie, hata liwande liende huko porini huko liliwe hata na mnyama. Wanaenda tuotu wapi? Tuingililiwe namna hii. Kitobo, kuna taarifa zimeletwa na mtabiri kwamba hairuhusiwi mwanakijiji yoyote mwenye nia mbaya kusogea ndani ya msitu wa Navirago. Hayo ni maneno tu, mpaka nithibitishe mwenyewe ndipo nitakapoamini. Hebu kajaribu, ujaribiwe. Usiniongopee Magambo, msitu haujawahi kumla mtu bila sababu. Usiniongopeshe Magambo. Safari hii wenda sababu ikapatikana. Yesi mwanadamu wa kawaida ana damu ya miti, ana pumzi ya mvua, walizani mnyonge, hawajui ni nuru, walizani mnyonge. Oh, misitu sema, Mungu uambie dunia, binti yetu yuko Mageme, nimekuja hapa. Karibu ndugu mtabiri. Nafikishie hizi taarifa Malkia Nana. Malkia wa msitu Navirago amekasirika sana. Hahitaji kuona mwanakijiji yoyote kuingia ndani ya msitu wa Navirago. Mwanakijiji yoyote akisubutu kuingia ndani ya msitu wa Navirago anakufa. Mtabiri, imetokea nini mpaka amekuwa na hasira kiasi hicho? Wanakijiji walijaribu mara kadhaa kumshambulia, ndio maana amekasirika sana. Nitalifikisha hilo swala kwa Malkia, ingawa ni vigumu sana kuamini hayo mambo, ila nitamfikishia. Mageme, haya ninayokuambia hasisubutu kuyapuuza. Hataelekea pabaya sana. Kamfikishie taarifa hizo.
Magambo. Umenifuata tena? Magambo, nilijua tu. Magambo, umetuambia msitu ni hatari, lakini mbona wewe unaelekea huko? Sio hivyo unavyofikiria. Basi nifahamishe. Kuna jambo nataka kuthibitisha. Magambo, au kuna kitu unanificha? Oh, misitu sema, nenda uambie dunia binti yetu Magamba na Vilago. Leo ninayo taarifa makini sana kutoka kwa Malkia wa Vilago. Anayo furaha kubwa sana, furaha isiyokuwa na kifani. Kwa kuwa Malkia wa Vilago anayo furaha isiyokuwa na kifani, katoa ruhusa kwa kila mwanakijiji, anaruhusiwa kuingia msituni kufanya chochote, iwe kuteba kuni, iwe kuwinda. Ninakwambia. Naijua hiyo Kitobo. Mimi siwezi nikaenda kule hata siku moja. Na ujua vizuri ule msitu. Siendi kabisa. Kwa nini ghafla iwe salama? Ndani ya msitu alipotelea Kamongo, alafu wewe unakuja kutuambia tuende kwenye ule msitu. Baba nenda. Hivi wewe Kitobo, utaacha lini tabia ya kuleta taarifa usizokuwa na uhakika nazo? Ndugu zangu, mimi kwenye huo msitu siendi. Kwanza, huo msitu una maajabu. Kamongo alipatikana huko akiwa amekufa. Mwili wake umeharibika ovyo ovyo. Afu leo hii eti salama, Malkia akasema muende mkatenye kuni mkafanye nini? Anayeenda, aende akatebe hizo kuni. Kwanza mimi kakaangu akisikia nimeenda huko, nyumbani kitachimbika. Mimi wenzangu siendi msitu wa Vilago, siendi. Yaani takusogola kwa Vilago, takubala. Wande. Hii ni taarifa tu na wapeni nyie. Jamani, tumsikilize Kitobo. Labda maneno anayoongea yana ukweli ndani yake. Tuingie msitu wa Vilago, tusenye kuni, alafu tuangalie kipi kitatupata kwenye msitu wa Vilago. Ukirudi wewe, sisi ndo tutafuata. Yaani wewe Kindimu, wewe ndo unaamini kila kitu. We nenda ukaangalie wewe mwenyewe, kama ni kuteba kuni nenda katebe mwenyewe. Kwa kweli sisi tumekata, hatuendi. Katikati ya nyinyi mliopo hapa, Kindimu ni makini sana. Kindimu ameanza kuwa na akili kuliko ana kijiji yote. Alafu ni mwanamke makini sana. Sasa kwa taarifa yako, sisi huko msituni hatuendi. Wewe kama unajifanya jeuri, wewe nenda. Ule msitu ni hatari rafiki yangu. Unaenda kufanya nini kule wewe? Kwani kuni ulizopata hizo ni ndogo eh? Sasa wewe nenda, kikukute jambo. Ine nitakubala. Iwe sogola wewe. Malkia wangu, awamu hii naiona hasira yako ni kubwa sana dhidi ya binadamu wa kijiji cha Vilago. Yeyote aliyesubutu kuiharibu furaha wazazi wangu hana haki ya kuwa na furaha, lakini wao ndo wamesababisha mimi kuwa hivi. Mara kadhaa wamejaribu kuhatarisha usalama na uhai wangu. Wazazi wangu walichagua kukaa kimya, wakaipoteza furaha na amani yao, lakini mimi
sitachagua njia ile. Nitachagua njia ambayo itawasababisha binadamu wajue mimi ni binadamu kama wao na nina haki ya kuishi kama wao. Lakini unaweza kujihatarishia maisha yako, malkia wangu. Unanichukulia mimi kama mnyama pori. Ni heri nife nikiwa napigania haki ya wazazi wangu kuliko nife kifo cha aibu. Wakati wa kufanya maamuzi, sio wakati wa kuteswa na binadamu mwenye roho mbaya. Nilikuwa na ndoto, nilikuwa na sauti, nilikuwa na macho ya kukuona ukinitazama. Leo ni giza tupu, kimya kinaniuma. Kwa kosa gani nilistahili kuangamizwa? Nimeachwa gizani, siwezi kuona, nimefungwa kinywa, siwezi kusema. Wivu wa mapenzi ulinivua utu kwa ajili yako, nimepoteza dunia. Macho yangu yalikuwa kikwazo, sauti yangu ilikuwa tishio. Akaamua kunifuta ili abaki peke yake moyoni mwako. Na kama unanihisi, ijibu moyoni. Kama unaniona, niokoe rohoni. Sikuhitaji damu, sikuhitaji cheo, nilihitaji upendo. Sasa nina maumivu.